Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Rais wa Marekani ametangaza kuanza vizuizi katika bandari za Iran. Hali bado inakuwa ya wasiwasi kwenye kanda ya Mashariki ya Kati, hasa baada ya tangazo la Marekani kuwa limeanza operesheni ya kijeshi ya kuziweka vizuizi bandari zote za Iran. Rais wa Marekani Bwana Trump alisema operesheni hiyo inajumuisha kuzikamata meli zinazosafirisha shehena ya mafuta ya Iran, iliyoanza rasmi jana jioni, kuonyesha kupitia mtandao wake wa kijamii kwamba boti au meli yoyote ya kijeshi ya Iran itakayojaribu kuzisogelea meli za Marekani itashambuliwa. Hata hivyo, hadi sasa maafisa wa jeshi la Marekani hawajatoa maelezo yoyote ya kina kuhusu namna operesheni hiyo itakavyotekelezwa. Hilo linashuhudiwa wakati Iran imeapa kujibu mapigo kwa kuhakikisha hakuna tone hata moja la mafuta litakalosafirishwa kupitia mlango wa bahari wa Hormuz kutoka bandari ya nchi zingine za Ghuba. Afisa mmoja wa Marekani alisema mbali ya manuari moja ya kijeshi, Washington hivi sasa inazo pia meli kubwa 11 za kivita pamoja na nyingine 3 ndogo katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Lakini kulingana na afisa mwingine wa kijeshi wa nchi hiyo, hakuna meli ya kivita Marekani iliyo karibu na Ghuba ya Uajemi, eneo ambalo linajumuisha sehemu kubwa ya mwambao wa bahari wa Iran. Marekani tayari imeziarifu kampuni za usafirishaji baharini kwamba imeweka vizuizi kwa meli kuingia au kutoka kwenye bandari ya Iran, kwenye bandari za Iran, lakini haiko wazi iwapo maelekezo hayo ndiyo yatasaidia utekelezaji wa kampeni yake ya kijeshi. Tehran hata hivyo imehoji kuhusu msingi wa mzingiro huo. Iran imesema kupitia wizara yake ya mambo ya kigeni kuwa marufuku na vizuizi vilivyotangazwa na Marekani vitakuwa na athari mbaya kwa uchumi wa dunia. Msemaji wa wizara hiyo Ismail Baqei amehoji kupitia ujumbe katika mtandao wa kijamii wa X ikiwa ni jambo la busara kwa mtu kuikata pua yake ili kukarabati uso wake. Mzozo huo na Iran tayari umekwisha yumbisha ustawi wa uchumi wa dunia, huku mkuu wa shirika la kifedha la kimataifa IMF na wenzake wa Benki ya Dunia na wakala wa kimataifa wa nishati IEA wamesema jana Jumatatu kwamba uharibifu uliotokea kwenye miundombinu ya mafuta kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran utaendelea kuzifanya bei za mafuta na mbolea duniani kuwa juu kwa kipindi kirefu. Mkurugenzi wa IEA Fatih Birol amesema mparaganyiko wa usambazaji wa mafuta kutokana na mzozo huu ni changamoto kubwa zaidi kwa usalama wa nishati katika historia ya ulimwengu. Pipa la mafuta ghafi limepundikia mara nyingine dola 100 siku ya jana Jumatatu, na kuna wasiwasi bei huenda itaendelea kupanda. Kumekuwa na mito ya kutaka diplomasia badala ya vita. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezirai Marekani na Iran kurejea kwenye meza ya mazungumzo na kuipa tena diplomasia nafasi baada ya makabiliano. Hadi sasa bado hakuna taarifa zozote kuhusu awamu nyingine ya mazungumzo kati ya pande hizo mbili baada ya yale ya mwishoni mwa juma mjini Islamabad kumalizika bila makubaliano. Rais Donald Trump wa Marekani alisema jana kuwa yuko tayari kuendelea na mazungumzo na kudokeza kwamba mawasiliano yanafanyika baina ya pande hizo mbili. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alizungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Iran Abbas Araghchi na kuirai Iran kutumia njia zote kuhakikisha vita havitazuka tena baada ya muda kwa sasa wa usitishaji mapigano kumalizika. Hata hivyo, taarifa zilizoelezwa na Marekani kwamba imezuia meli kupita ama kuingia katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz kuingia katika bandari za Iran. Iran imedai kwamba kuna baadhi ya meli za Marekani zilitaka kupita mlango huo wa bahari wa Hormuz, lakini zilifurushwa kwa kutumia meli za wanajeshi wa IRGC. Hata hivyo, Iran imeongeza idadi kubwa ya walinzi katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz na kwamba kinachoendelea kwa sasa ni kusubiri nini ambacho Marekani itaamua kufanya, lakini kwa maelezo ambayo yametolewa na IRGC ni kwamba hakuna chochote ambacho kinaendelea katika eneo hilo, kwamba Iran bado inaumiliki mlango wa bahari wa Hormuz. Endelea kutofuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.